Ndugu waandishi wa habari, katika zama hizi za mawasiliano ya kasi na mtandao mpana wa taarifa, wanasema jukumu lenu kubwa kuliko wakati mwingine katika historia, kwamba kalamu yenu si chombo cha kuandika tu, bali ni daraja linalounganisha jamii na ukweli. Ni kioo kinachoonyesha hali halisi ya taifa, ni dira inayoweza kuelekeza fikra za jamii katika njia ya maendeleo. Ndani ya mazingira haya ya utandawazi, ambapo habari husafiri kwa haraka kama upepo, ni wajibu wetu kuona kwamba tunasimama imara katika misingi ya taaluma zetu. Ukweli na maadili ya uandishi, hai tunatakiwa kuweza kuyasimamia. Na kwa kweli naomba nikwambieni kwamba jamii inatutegemea sisi wanahabari katika kutoa habari zenye usahihi, zenye mizani na zenye kujenga uelewa mpana wa mambo ambayo yanahusu nchi na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo, ndugu wanahabari, katika kutekeleza wajibu wenu huo mkubwa, lugha ambayo mnatumia sasa ndio msingi wa ubora na ujumbe ambao utafika kwa umma. Kiswahili si chombo cha mawasiliano pekee, bali ni hazina ya utambulisho wetu, historia yetu na fikra za jamii yetu. Kupitia vyombo vya habari, lugha yetu hii ya Kiswahili imevuka mipaka ya kijiografia na kwa sauti inayosikika katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki, Afrika, lakini na majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Lugha yetu imekwenda kote huko na imepiga hodi. Kwa takriban miongo 6 na zaidi, vyombo mbalimbali duniani vimekuwa vikitoa matangazo kwa Kiswahili, jambo linalothibitisha nguvu na ushawishi wa lugha katika ulimwengu wa mawasiliano. Kwa hivyo, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika kwa usahihi, ufasaha na ubunifu, ili kiendelee kuwa chombo imara cha kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha jamii. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, pamoja na mafanikio hayo, bado tunapaswa kuongeza juhudi za makusudi katika kukuza na kuimarisha matumizi ya Kiswahili sanifu ndani ya vyombo vyetu vya habari. Dunia leo inaendeshwa na sayansi na ubunifu wa maarifa mapya. Na sasa hivi tunaona masoko na mambo ya AI. Kwa hiyo wanasema hatupaswi kuwa nyuma katika masuala hayo. Kwa hiyo katika mazingira hayo yote, lugha yoyote isiyokwenda sambamba na badiliko ya maarifa hukabili hatari ya kubaki nyuma. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelea kukua, kinaongeza msamiati mpya na kinakuwa chombo kinachoweza kueleza dhana za kisasa kwa usahihi na ufasaha. Hapa ndipo nafasi ya waandishi wa habari inapodhihirika kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo kupitia kalamu zenu, kupitia vipaza sauti vyenu na majukwaa ya kidijitali mnayotumia kila siku, mna uwezo wa kuendelea kukikuza Kiswahili chetu na kukifanya kiwe lugha yenye nguvu katika ulimwengu wa maarifa na maendeleo. Kwa ndugu waandishi wa habari, tunafahamu kwamba Kiswahili ni mhimili mkuu wa mawasiliano katika taifa letu na ni nguzo muhimu ya mshikamano wa jamii. Lugha hii imetuunganisha sisi tukiwa Tanzania, imetujenga kama jamii yenye utambulisho mmoja na imekuwa daraja la mawasiliano kati ya mataifa ya Afrika Mashariki na sehemu nyingi za dunia. Kwa hiyo jukumu la kuikuza, kuilinda haliishii kwa taasisi moja pekee, bali ni wajibu wetu sote. Na wajibu huu unahusisha pamoja na viongozi wote wa serikali, mkiwemo na nyinyi wanahabari, wasomi, watafiti, wataalamu, wafani mbalimbali pamoja na jamii kwa ujumla. Sote tuna nafasi ya kuona tunaiendeleza lugha yetu hii. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 777 8584
90. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Alfatah TV Online, dira ya umma.